Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Majira haya ni kama saa 3 kasoro hivi. Yanafanyika mazishi ya mzee Samuel Molel, mzee ambaye alifariki dunia kutokana tu na kuugua. Lakini mwili wake ulihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwenye kituo cha afya cha Murieti hapa jijini Arusha. Ulihifadhiwa na ratiba mbalimbali za mazishi zikaendelea, lakini leo ndio alitakiwa azikwe. Lakini ndugu walipofika katika chumba cha kuhifadhia maiti wakaeleza kwamba mwili haupo. Wakauliza umekwenda wapi? Baada ya hapo wakafuatilia zaidi, wakafahamu kwamba kuna watu ambao walizika jana huko Arumeru katika halmashauri ya Meru, na walichukua mwili ambao ni wa mzee Samuel na kuacha mwili wa mzee Ruben Yona Mbise. Kwa hiyo hawa ndugu ikabidi taratibu mbalimbali zifanyike na kwenda kufukua mwili wa mzee Samuel ambaye sasa hivi ndio anazikwa usiku huu. Na wale ndugu ambao walimuacha ndugu yao Ruben Yona Mbise mochwari wakauchukua pia mwili usiku huu na kwenda kuuzika. Kwa hiyo hapa tunavyozungumza kule Leguruki kuna mazishi usiku huu, lakini hapa Olasiti pia kuna mazishi usiku huu. Tumezungumza na ndugu wa marehemu Ruben Yona Mbise, wakaeleza kwamba wao walichanganya na ilikuwa tu ni bahati mbaya wakachukua mwili ambao si wa kwao. Hivyo wameomba radhi kwa kile ambacho kimejitokeza na haikuwa ni makusudi yao. Nilijaribu kumuuliza msemaji wa familia ya mzee Ruben Mbise kwamba hamkuwa mnaweza kutofautisha. Wakasema kwamba hawa watu walifanana sana kati ya marehemu Samuel pamoja na mzee Ruben, na ndicho ambacho amekizungumza. Na sasa na safari inaanza kutoka mochwari kwenda Arumeru huko Meru katika kata ya Leguruki, lakini upande wa Samuel sasa wameshafukua mwili kule Leguruki na wameuleta hapa Olasiti kwa ajili ya kuuzika. Naitwa Benjamin Terawaile Mbise. Ndugu yetu alifariki Jumatano ile ya wiki iliyopita. Basi alikuwa analetwa hospitali hapa kuja kutibiwa, lakini alipofika tu ghafla akafariki. Sasa kwa ajili ya Lismansi siku ile kuja kuchukua ambayo ni Jumatatu, ghafla tulijikuta tumechukua mwili ambao sio wa kwetu. Kwa hiyo ndio hivyo, ila tumeomba hospitali kwamba ni bahati mbaya, tunaomba msamaha. Kwaje hamjautambua mwili wa ndugu yenu kuanzia kuuaga, kuanzia kuusafisha mpaka mnapopeleka kanisani? Niliona kama ni ndugu yetu kwa sababu kidogo walikuwa wamefanana na yule tuliyemchukua. Yaani kivipi? Umbile, sura kidogo walikuwa wamefanana. Kwa hiyo walifanana kiasi kwamba mlishindwa kabisa kutofautisha? Kwa ajili ya Simanzi tulishindwa kutambua. Sasa na leo mlivyosikia sasa kwamba mwili mliozika sio wa kwenu, ni wa mtu mwingine, hata hivyo bado tuko kwenye huzuni tu, maana gharama zimeongezeka. Kwa hiyo kilichofanyika leo ni nini? Kwanza tulipigiwa simu hapa kwamba mwili mliopeleka jana sio wa kwenu. Tulifika hapa tukaulizwa, vipi mtu wenu mnamfahamu vizuri? Tukaenda hapa tukafunguliwa, tukakuta mbona kama ndiye yeye. Na hamkuangalia kwamba alikuwa kwa sababu ya masanduku si yana namba yale, hamkuangalia kwamba mliweka namba ngapi na mje mchukue mwili mwingine? Hapana, ndio pale nakuambia kwa ajili ya kwa ajili ya huzuni ilitokea tu kwamba tukaondoka na mtu wetu. Ratiba ya jana ya mazishi ilikuwaje? Mlianzia wapi mpaka pale mlipozika? Kawaida tu wanavyozikwa Mkristo wa Kiluteri. Familia imeaga yote, wamekuja waombolezaji wengine nao wameaga, basi tumempeleka kaburini. Lakini tunaambia jana kuna mtu alisema kwamba huu mwili kama vile sio wa kwetu, lakini watu wakasema kwa sababu mtu akifa huwa kidogo rangi inabadilika, huenda ndio huyo. Ndio hivyo, hata hivyo watu, kila mtu alikuwa anaongea kwamba ndiye yeye kweli. Sasa kwa ajili ya huzuni basi, na mtu wengine tumemkuta mezani ndio anaendelea kufanywa usafi, basi hapo tukaondoka naye. Na kwani ndugu yenu hana alama sehemu ambayo mmekariri kwamba hapa hii alama hii ni ndugu yetu nyewe? Nakuambia kwamba walikuwa wamefanana kidogo na huyu, maana yani sura ilikuwa imefanana. Lakini katika kufanana hata mapacho unakuta pia wanakama ka utofauti fulani. Hatukujua hilo. Kwa hiyo sasa hivi kinachofanyika nini? Mmekuja kuchukua huu
Tumekuja kuchukua mwili huu, tumeenda kuchukua ule, na sasa tumeshauleta, umeondoka, umeenda kwao, na sisi tunapeleka wa kwetu. Kwa ule wa yule mlishaufukua tayari? Tayari. Mlizika kaburi la namna gani, ya kuchimba ama la kusakafia? La kuchimba tu. Kwa hiyo mlianza tena kuchimbua? Tulianza kuchimbua. Labda sasa mmepata funzo lolote juu ya hili? Tumepata funzo tu kwamba tutakuwa makini siku nyingine, lakini hatuombi kufiwa. Hatuombi kufiwa. Maana msiba usikilize kwa jirani, lakini kwako. Anaitwa nani huyu bwana aliyefariki na ana miaka mingapi? Anaitwa Ruben Onambise, mwenye miaka 65. Manake walipishana na huyu kwenye kufa? Naona wamepishana kwa sababu wetu ni Jumatatu, ambayo sikumbuki ni tarehe gani kwa ajili ya. Sasa na huyu nafikiri sijajua ni siku gani. Sasa kule si mnaenda kuanza msiba upya? Tutaenda kujadili pale. Tumeacha wenzetu wakijadili. Na utaratibu wa Kimeru ukoje? Ule mwili uliofukuliwa huo ndio nani pale mnachimba kaburi lingine? Lile kaburi tumeliacha wazi, ndio maana tunakimbia sasa hivi kujali muda. Na mtazika usiku huu? Tunaweza kuzika tu usiku huu, maana sherehe yake tumeshamaliza. Yaani watu hawatawashangaa kwamba iweje hawa watu? Hapana, kwa sababu wameona wenyewe ni bahati mbaya na vinatokeaga. Wameona walikuwepo waombolezi wa jana na wako pale, tumeangaliana, tunafanya kazi, tukapakia tukaja. Kwa hiyo kosa ni la kwenu sasa? Itakuwa la kwetu. Manake sio muandaa maiti, sio hospitali, sio nini, yani tuseme hivyo, itakuwa kosa ni la kwetu.